Kwa ushindi. Hassan Ndonga, hongera kwa ushindi. Pengine mpinzani alikuwa dhaifu katika upande gani na ukaibuka na kidedea siku ya leo? Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, napenda kushukuru makocha wangu kutokana na hauwezi kuongea kwenye interview kabla ya mechi, lakini mkono wangu kulia nilikuwa na injury, ndio maana watu wameniona nacheza kama Hassan Ndonga yule. Kwa mashabiki zangu nilipokosea wanisamee, binadamu sijakamilika. Kwa hiyo ni mchezo, kuna kushinda, kudraw na kupoteza. Kwa hiyo mimi niinuka kwa mshindi, nimpongeze mpinzani mwenzangu. Nimeonyesha mchezo mzuri, ingawa nilikuwa na injury muda mrefu, lakini sijaonyesha kwenye ulingo. Kuona jipakulia kwamba tumeona mpinzani kadondoka zaidi ya mara 3 kama so zaidi na mara 3 pia. Lakini unatuambia ulikuwa na injury. Aya, ndio kwa nasiungi ngumi, ni kwa jabu tuki na vizia. Kutoka alikuwa na injury, ndio maana kwa mwingi sana jabu. Kwa mpinzani alikuwa dhaifu sana. Mpinzani kwa maandalizi niliyofanya alikuwa dhaifu. Kwa sababu mwenyewe umeona amecheza mkono mmoja, kapiga ngumi nyingi kuelekea kwenye gadi. Yaani kila kitu nafanya ulingo, natembea, nasimama, napiga, natembea. Kwa hiyo yani hamna cha nizidi ile kuchunga mbuzi na ng'ombe kwa upugu. Katika raundi za mwanzoni mpinzani alikuwa anaonekana anajaribu kusikoa ama kusikopia, aliyakuwa akiwa anabeba mashabiki walikuwa nakanga sana chipsi akipiga yeye ngumi. Ile ilikuwa inakuchukua namna gani kichwani? Ile kwa nchukua kama mimi nasikia sana kona yangu, simsikii shabiki anataka kupiga kelele, kama kupiga kelele, lakini umeondoka na losi. Kwa mimi kwa siko changu ndio kwanza mimi nataka kumsoma, kuangalia usimata na nguvu kutoka mimi na injari. Kuna manga niko makini sana kumsoma mpinzani adui yangu na mpigaje, na ndio maana raundi ya kwanza, raundi ya pili ya tukaanguka. Hivyo tena kaja kaanguka, niko anamcheza kwa timing. Ndonga, jana kwenye kupima uzito uliweka 50,000. Ile 50,000 na ukasisitiza kabisa kwa Bakari ambaye ulimpa akimaliza hii umpe. Anatakiwa kuichukua ile 50,000. Amfuate Bakari kutoka bani kwa Bakari. Aende aongee alijibu nini? Akijibu sahihi achukue 50. Sijachukua Bakari, mimi Bakari kwa interview hapa aje. Akijibu pale alipojibu, kama akijibu kweli kabisa Bakari sema sahihi. 50,000 yake apewe, ipo kwa Bakari, sijaifuata. Haitwe hapa. Kwa hiyo anaruhusiwa kwenda kuichukua 50,000. Akienda kujibu swali namuuliza pale, kama Bakari akiona sahihi ampe 50 yake, kama akiona sio sahihi airudishe kwetu. Shukrani. Asante sana. Ngoja baba, mimi nakutaka hapa nje. Kenda pale. Jamsikia kidogo asemaje? Acha ugaigai bwana, nenda huko. Sema wewe. Haya. Boyka, hongera vile pole kwa kupoteza. Mchezo ulikuwa namna gani? Tumekuona umedondoka mara kwa mara. Ile ilikuwa inatokana na nini? Cha kwanza ring boot inateleza. Ndio maana kwa mara kwa mara naenda chini, lakini ukiangalia hamna clear punch iliyoenda chini mpaka nikainuka ifanye sababu mimi ya kuhesabia labda nimepoteza katika mchezo, labda katika akili yangu. Ni fiziko ya mchezo nilikopo nao, lakini viatu pia vimechangia kutokana na viatu vipya, sinajua sijazoea kuvichezea, ila isiwe sababu. Najipanga. Uko tayari kurudiana naye? Najipanga, niko tayari kurudiana naye. Mungu akibariki nitafanya mazoezi, ila kwa mechi hii nimefanya mazoezi sana kama ilivyoonekana katika mchezo. Hata siku ya kupima tia nilitoa kilo 53, mwenzangu alitoa kilo 56 kabisa. Hapo naona kati ya kama decision kama ya kilo 3, ila kwa vile tulisaini kilo 55 mimi sikuona mbaya. Sawa, nikaamua kucheza kwa ajili mimi ndo nimekata kilo, sio yeye. Kwa hiyo sio sababu nimepoteza mchezo, najipanga, niko tayari kurudiana naye tena. Kwenye raundi za mwanzoni ulikoonekana una score, lakini kadri mchezo ulipokuwa unaendelea ulikuwa unaonekana kutoka kwenye pointi. Ile ilikuwa inatokana na nini? Ukutreni nguvu pamoja na pumzi pia? Upepo upo, ila nguvu kama ulivyokuwa unaona mpinzani alikuwa amenizidi nguvu. Kiukweli hata aliona mchezo, aliona kwamba mpinzani amenizidi nguvu. Ila katika tekniki na akili ya mchezo nimecheza vizuri, nimeonyesha uvumilivu wa hali ya juu, nimemaliza raundi zilizokuwa zinahitajika zote. Na nina imani sio hapa, nitazidi kuonyesha zaidi ya hichi. Naishukuru Azam TV kwa kunipa nafasi hii na hichi nilichokifanya. Namshukuru Meja Semunyu kwa kutoa vipaji mitaani, kwa kuleta media katika 1, 2 na 3 tunaonekana sasa hivi. Tunashukuru Azam TV kwa kutuonyesha vijana kama sisi ambao tupo nyumbani hatuna ajira, tuendelee kufanya vizuri na tuendelee kusapotiwa. Shukrani. Pia ningependa kumshukuru meneja wangu Kunki katika kunisapoti katika mchezo mpaka leo hii.
na mameneja wengi pia waliojitokeza katika kunisupport katika hii mechi. Nashukuru sana pamoja na jana Hassan Ndonga alisema ukimaliza fight utachukua 50,000 kwa Bakari. Pia nimesahau. Yeye anasema kuna kitu ulijibu nini? Hamna, sikujibu chochote kwa sababu aliuliza, alisemaje? Ukimaliza raundi 8 kuna 50,000 yako na kuna kishambenga mmoja naye aliweka 50,000. Hasa na shangali hapa sioni kama nina laki hivi nikimaliza raundi afu siwaoni hapa. Wewe uchukue 50,000 yako. Njoo nipe na yeye 50,000 yangu iwe laki hapa. Anasema uchukue 50,000 kwa watu walio. Iko wapi? Mimi sioni hapa mpaka sasa hivi hajaja uone. Wameenda kule. Wameenda hapo? Kule njia hiyo. Utapigwa huko.